una ngapi? 2.5. Haya Ndaro una ngapi? Mimi na roho nzuri bwana. Karibu sana Ndaro. Na asante sana. Iringa. Kamwene. Tuko poa? Sasa mimi ndo nitawahost wale wengine. Kuanzia sasa mimi ndo MC wenu, sawa kabisa. Meza kuu imependeza. Mbele wamekaa waheshimiwa viongozi, wezi wamekaa nyuma. Ukiachana mmoja, wale wengine waliobaki wamewekwa. Hii ni maana halisi Iringa wanapenda watu wao. Wameficha wezi kwa ajili ya kulinda mali za humu ndani, si ndio Hebu tuwapigie makofi viongozi jamani. Yes, kwa sababu ilikuwa sio salama mheshimiwa mkuu wa mkoa anakaa karibu na kina TX Dula pale. Hebu imagine hata ukiangalia ile meza pale imepotea hata chaja. Mwizi ni nani pale? Aibe mkurugenzi? Haiwezekani, si ndio? Mkuu wa mkoa ajiibie? Waibe madasi? Wasaidizi? Moja kwa moja ni wachekeshaji. Yaani inakuwa haina haja kusachiana. Nikwambia tu ndugu zangu, rudisheni chaja. Sio kuuliza mmenionea chaja, nirudisheni. Jipigeni makofi jamani. Sio mara ya kwanza kumsikia mheshimiwa mkuu wa mkoa akiongea. Mmetuibia. Huyu alikuwa Ubungo huyu. Alikuwa kiongozi wetu na ni kiongozi ambaye tulikuwa tunamkubali sana. Unajua tuna kauli moja yetu si vijana unasikia yeye kiongozi mnyamwezi sana yani. Huyu hapa niseme tu Iringa mmepata kiongozi ambaye watu waliumia kuondoka kwenye wilaya yake. Hebu jipigeni makofi kwa hilo bwana. Na kingine nianzie pale mheshimiwa aliposema kwamba mimi nawaza ujinga. Unapotaka mtoto sisi ni vijana wa ovyo mheshimiwa, tatuvumilia. Hatujawahi kuwaza point. Yes. Kwa mambo ya mahusiano hayo sasa. Iringa niwapongeze kwenye swala la baridi. Baridi imepunguza baadhi ya vitu. Uwezi kukuta wale wadada wa njiani wale. Uenda wapo ila wanashinda na makoti labda. Baridi imenyosha vitu vingi. Unajua nimesikia nilikuwa napewa story kwamba hapa Iringa hata mwizi akiiba apigwi. Wanachokifanya wanakuvua shati. Wanachukua bodaboda, sawa? Unawekwa pale afu inawashwa. Dereva anavaa koti huko kifuazi unazungushwa Iringa nzima. Wewe mwenyewe utasema TV umepeleka wapi? Lakini kingine wana Iringa niwape onyo tu. Mambo ya mimi mnaponiona mnaniuliza nimemwacha Steve, sio mke wangu. Sawa? Steve sio mke. Anye mnavotuchukulia ni kama kapo. Kwamba alipo Adamu yupo na nani? Jamani. Tena ngoja nimuulize nijue yuko wapi. Sio atakuwa yuko hewani hapa. Mumsikia hata angalau sauti yake. Au nyama utaki kumsikia? Nikimwambia hivyo Iringa ataumia. Boya ni. Mtu unamheshimu anakuita kapo. Hebu ngoja. Inaita bwana. Mnasemaga ni mweho. Ngoja tusikie atakapoongea. Kweli ni mweho, vikipanda pokeagi. Ndaro. Steve. Naambi. Kwanza angalizo, niko mbele za watu, sije kaongea pumba. Wapi? Wapi? Nilienda Iringa bwana. Hebu wasalimie kwanza. Ubona Kamwene. Bana. Unasikia Iringa anachosema? Unajua Kamwene tu. Unasikia anachosema Iringa? Eh. Eti wewe
wanauliza hivi Steve huo ni anaigiza au ni mwehu kweli? Wanauliza, unauliza wewe. Ndio bwana. Sikia. Useme wewe alafu useme eti wana wewe na nani? Wameniambia nikupigie nikuulize hivyo. Asante. Uko wapi kwanza? Hapana, naelekea zangu Sinza huko. Kufanya nini? Naenda kufanya masaji. Safari njema bwana. Sawa bwana. Kama nilivyowaambia mimi nitawahost hao watu wengine waliobaki. Naomba ndio unaletea mmoja mmoja na kuja na wasalimia ili tuendelee na ratiba zingine. Mngetamani pale aanze mjinga gani? Tex Dula. Kwa Tex Dula Obama. Binafsi mimi naona aanze Azaboy. Azaboy njoo. Walimjaza tukibana nyona fana Jay-Z jamani. Yes, umependeza na vazi lako la udongo. Sio la udongo, lina jina lake la Kiingereza, nimelisahau kidogo. Yes, huyu anaitwa Azaboy. Si mnamfahamu mzee wa Mpimbwe. Bana, huyu pia amesoma. Nachopenda sasa hivi kwenye comedy, watu wanaofanya comedy wote ni smart, ni wasomi, ushanaelewa? Yes, unakutana mtu ana madigrii yake ila akayaacha akajitupa huku kwenye kuchekesha. Huyu mnayemwona ana degree ya engineering. Si unanielewa? Lakini ameacha akaja kwenye masuala ya kufanyaje? Kujidhalilisha. Kwa hiyo ningetamani awasalimie alafu tuendelee. Watu wa Iringa tunasemana Kamwene. Hivi hapa wanani wapo pia wanini Wakinga. Wakinga wapo? Mapembelo. Safi sana. Iringa jamani, mimi Iringa hapa ni nyumbani. Kila mkoa unaambia ni nyumbani. Subiria sasa. Nilikuwepo Mafinga 841 pale jeshini miaka hiyo. Nilipataga pia mwanamke na ni huku Iringa. Nikaja ila nilimkosa. Kwa sababu nilikuwa nakaribia kufika mjini na ananiambia rudi wazazi wamefika. Jamani nimekuja kwa mguu. Yaani nilitoka Mafinga mpaka Iringa. Nilikuwa najua tu kwamba ukitoka Mafinga sawa unapita nini? Inasumbua. Stori za kihuni tuongelee humo. Nilitoka Mafinga nakuja najua natoka Lungemba, inaitwa Lungemba. Unasogea Ifunda umefika Iringa. Jamani nilipomkosa mwanamke vituo viliongezeka. Ndio kaja kuziona Ihemi. Kuna sijui wapi kwingine. Vituo vyote. Nilifuata simbaza tuongea mambo ya uzazi kidogo kuzaa. Nilifuata nipate walau maziwa nikaisha ya asasi. Nilidhalika kama mpumbavu. Ndugu zanguni watu wa Iringa huku baridi ni ya kutosha. Naambia nimefanyia jeshi Mafinga pale. Yaani baridi ni kubwa kiasi kwamba hadi wachawi walikuwa wanakuja kuanga wamevaa nguo. Mchawi anakuja anatetemeka hivi. Badala ya kuanga linaomba blanketi. Na Iringa niswafiche. Iringa kama alivyosema mheshimiwa, Iringa wako smart sana. Nakumbuka mkoloni alikuja hapa alikutana na Mkwawa, alijipigia kama mpumbavu. Yaani wao kitu cha kijinga chochote wanakipatia adhabu. Hata mbwa hawazili kwa kupenda ni kudhipa adhabu. Mbwa unashangaa inasumbua unasema wewe jioni nyama wewe. Hawapendi kula mbwa hawa. Ila kwa muda mbwa anakusumbua. Haya unakaangwa. Kalilie tumboni. Kalilie tumboni, kapigie tumboni. Kwa hawa mbwa wanawala kuwapatia adhabu. Yote na wote wamwambia kwamba nimesoma ila haisaidii kwenye hiki ninachokiongea leo. Maana nilisoma shule ilikuwa niseme ni ya kifala kiufupi ile shule 80 lakini ilikuwa ni ya hovyo kiufupi. Ujue nyewe ni mafundi, mgeni rasmi mkuu wa mkoa. Sisi mgeni rasmi aliyekuja ile siku eti anakuja kwa sababu ni maarufu wa ule mtaa. Balozi wa kijiji. Mgeni rasmi inabidi atatue matatizo ya wanafunzi ila ilibidi tutatue ya kwake. Mgeni rasmi ana shida kuliko sisi. Mgeni rasmi anafika pale anaanza kuangalia anao wadai. Yaani mgeni rasmi anatoa matangazo jamani. Nimeona Juma na Musa naomba baada hapa mbaki.
Kumbe ana ajenda nao. Mgeni rasmi wanamwambia mgeni rasmi anamwambia tuna shida ya vyoo, anasema hiyo ni shida yangu. Nyie hamna shida, hiyo ya kwangu. Hongera sana, hongereni sana. Magic Builders wameheshimu sana, wameletea mgeni rasmi mheshimiwa. Kama ambavyo jamaa amesema, tuna wivu na wewe sana. Ubungo mimi nategemea siku moja nitakuja nifanye kazi karibu na wewe. Kwa hiyo naomba nimpigie makofi. Leo nipo na mheshimiwa Kheri, ilikuwa ni moja ya ndoto zangu, maana yule mgeni rasmi wa primary alituchosha sana. Mgeni rasmi anagombania chakula. Bado mimi bado na mimi sijapata, kakae kule, wewe ni mgeni. Yaani nafikia muda Eddie Boy anamfokea mgeni rasmi. Tutulie jamani, mama ameleta vurugu. Wazazi wamekuja na magari, mgeni rasmi kaja kwa mguu mdogo eti linapiga mazoezi. Kaka wamesema tusiwe wengi wa mazungumzo. Yes, yeah. Na mwisho Obama njoo asalimie chap kidogo. Asante sana. Kabla mgeni rasmi hajaondoka hapa. Yeah. Fundi, nisikize kwa makini. Cha kwanza kuwa muongo. Cha kwanza kuwa nini? Kuwa muongo. Alafu usikubali, naomba isimu. Una simu ngapi? Moja iko wapi na iko wapi? Fundi utakuwa una simu hii. Yaani bosi mpe namba ambayo line yake iko humu na isiwe nzima hiyo simu. Iwe mbovu. Akikupigia upatikani, unaambia nilikuwa na chaji. Alafu sio wewe tu, mpaka mke wako. Yaani mzee, mke wako anatakiwa awe mwongo kuliko wewe. Kiasi kwamba tajiri anakutafuta akupati kwenye simu, akienda kwa mke wako naye mwongo anambia katoka sasa hivi kaja site. Mpigieni makofi jamani. Anaitwa TX Dula Mnyama au mnyama wenye TX. Au TX ni mnyama. Au unyama wa nani? Au TX Dula Subaru ni mnyama? Au unyama wa TX uko kwenye nini? Ila sio kila mnyama ni TX. Okay. Hebu wasalimie kwa ndugu yangu. Huyu naongea naye ni mwalimu Kabisa. Yaani kifupi walimu wanaishia kuchekesha. Huyu naye pia amemaliza degree, ni mwalimu lakini aliacha. Sasa hivi ana Subaru na hapendi kujitangaza. Hebu wasalimie wangu. Kama ushawahi kumwambia binti yoyote yule unampenda, alafu akakwambia ana mtu mwenyewe ndo mimi. Mimi ndo mtu Tanzania ambaye nina Subaru. Lakini uwezi amini tunaweza tukatoka hapa nisiwe nimemwambia yoyote yule. Yaani hamna kitu sipendi kama kutangaza. Mimi kuna kampuni nilipewa nitangaze dawa za kuongeza nguvu za kiume. Watu wakaanza kulalamika, mbona zinapunguza? Kuna muda sema text ni chizi sana. Kuna muda analalamikia mbona napunguze tiketi? Au nije siku mnafanya nione. Uenda mnakosea. Huyu katoa semina kwamba mafundi wao waongo. Lakini jamani, uongo usizidi. Kwa sababu kuna dalali mmoja alinipeleka kwenye kile chumba, nikaona ufundi uongo ulizidi. Dalali nimwambia nataka self, kwamba chumba chenye choo ndani. Lakini kile chumba choo ni kikubwa kuliko chumba. Kwa chumba ndo kiko chooni. Ni kuna muda chumbani hamna hewa, chooni kuna hewa. Jamani, ukilewa usichati. Kwa sababu unaweza kuwa na lengo zuri tu, unataka kutoa taarifa kwamba nimefiwa. Sasa kuandika neno nimefiwa ukiwa umelewa, muda wote unakujia heshima. Tena unakuta ushakosea, wanakuuliza na nani?
Kisangani, nimesoma Ifunda. Ni shule ya watu wenye vipaji lakini mimi sijui niliendaje. Hivi unajua kila mkoa. Ni kweli. Wewe kila mkoa umesomea. Tunaenda siku yako umesomea au ulikuwa unarudia shule? Nimesoma Ifunda. Kwa kulikuwa kama kuna mtu anajua mitaa ile, kuonesha anapajua, kulikuwa na kamto kamoja kanaitwa Yandembela. Kule pombe moja ilikuwa Ulanzi. Ulanzi ndio ulikuwa. Kwanza kuna mpaka mashamba kabisa hivi si Ulanzi unalimwa. Kulikuwa na mashamba ya Ulanzi. Kuna mshikaji mmoja alikuwa ili asome anapiga Ulanzi, lakini sasa ule Ulanzi ilikuwa kuna muda unapoteza kumbukumbu. Yaani akipokea simu anajua kabisa hapa ni maiki huku speed. Ukimstua tu akapiga Ulanzi anachanganya. Kwa anaanza vizuri tu. Halo? Tuko Yandembela huku unakuja? Ongeza sauti. Bora kama usikii basi. Ulanzi ulikuwa kawaida kupoteza kumbukumbu. Maisha na changamoto nyingi, sasa hizi pilika ni nyingi. Kiasi kwamba unaweza ukaenda kwa mganga, unafika unaambiwa kaenda kanisani. Unamzaa mtoto unamuita vizuri maneno, anakuwa mkubwa anakuwa bubu. Nikifuri maneno wana kusema, maneno yuko kingi. Leo hauna ushauri wowote? Ushauri. Labda hebu washauri hata watu wa habari watu wa habari. Jamani, kama fani sio yako, naomba usimamie. Kwa sababu tunafahamu mwandishi wa habari anajua position ya mic, ndio? Kama mimi ndo mwanahabari, nasema mimi ni TX Dula, ni balozi kutoka Magic Builders International. Tuko na meza yetu ya White Skim Wallput, lakini tuko na fundi hapa. Kwa anajua saizi naongea mimi, saizi anaongea fundi. Fundi, una lolote la kusema? Mimi niwapongeze tu Magic Builders International kwa kazi kubwa wanayofanya. Lakini mtu aliyevamia fani haelewi maiki inakaa wapi muda gani. Anaanza vizuri. Naitwa TX Dula. Ni balozi kutoka Dula, tuko na fundi hapa. Fundi wa miezi tu. Tumpigie makofi TX Dula pia.